Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Ni Juni 3, siku ambayo kumefanyika tukio jipya la maadhimisho ya Samia Day mkoa wa Dodoma. Maadhimisho hayo yakifanyika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa. Miongoni mwa eneo lililofanyika maadhimisho hayo ni kata ya Kikuyu Kaskazini. Maadhimisho hayo yakifanyika katika shule ya msingi Mazengo. Akieleza mafanikio ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kipindi cha miaka 4, mwakilishi wa mkurugenzi wa jiji Dodoma, Peter Pantaleo, amesema serikali imetenga kiasi cha bilioni 2.5 ikiwa ni kwa ajili ya kutoa mikopo kwa watu wenye ulemavu, vijana na wanawake. Kuna kipindi ambacho ilionekana kwamba hizi shughuli za kijamii ikiwemo mfuko maalum kwa ajili ya kuwezesha wajasiriamali, wanawake, makundi maalumu ya watu wenye ulemavu na vijana ilisitishwa kwa muda. Lakini mama sasa ameirudisha. Muda si mrefu taratibu zitakapokuwa zimekamilika, jiji la Dodoma kupitia uwezeshaji wa mama kwenye mapato ya ndani, zaidi ya shilingi bilioni 2.5 zinaenda kutolewa kwa vikundi vyenye sifa. Narudia tena, kwa vikundi vyenye sifa vilivyokamilisha vigezo vinavyohitajika kwenye kukopesha. Na kwa upande wa jiji la Dodoma tayari mchakato unaendelea. Mabenki mawili wameshaingia mkataba na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Benki ya NMB na benki ya CRDB. Benki hizi ndizo zitakazotoa mikopo. Na naamini tayari kile kipindi ambacho kwa namna moja au nyingine tulikuwa tunafanya tathmini kama jiji, tathmini ya jiji imekamilika. Sasa imebaki swala la benki. Baadhi ya wananchi wameeleza kwa namna ambavyo wamenufaika na miradi iliyotekelezwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka 4. Mama Samia Suluhu Hassan ninampongeza kwa kazi aliyoifanya kuhusiana na jengo la wazazi. Katika mtaa wetu au kata yetu ya Kikuyu Kaskazini tulikuwa na shida ya muda mrefu kwenye zahanati yetu. Zahanati ilikuwepo lakini huduma haikuwa rafiki. Lakini kwa sasa ametujengea, sasa hivi kwa mtaa wetu hata mitaa mingine anapata huduma ya uzazi, mama na mtoto bila shida yoyote, na pana madaktari waliobobea. Kwa hiyo shida ya mambo ya matibabu imekwisha. Kwa kweli kwenye sekta ya elimu mama amefanya mambo mengi sana. Nadhani taarifa tumezipata kwa shule zetu zote mbili, jinsi alivyotuwezesha kwenye kata hii ya Kikuyu Kaskazini. Madarasa yako vizuri, yako mengi, na usimamizi wa ujenzi ni nzuri, na huduma zinatekelezwa vizuri. Walimu tunao wa kutosha, hata kama bado changamoto zipo za walimu, lakini katika kata yetu ya Kikuyu Kaskazini tunashukuru kwa huyu mama jinsi alivyotuwezesha hadi kufika kipindi hichi cha mwaka huu. Diwani wa kata Kikuyu Moses Mwasasu amesema kumewekwa utaratibu wa kutoa semina kwa watu wenye ulemavu, vijana na wanawake watakaochukua mikopo ambayo ilisitishwa na ipo kwenye mchakato wa kurejeshwa. Kwanza tunakuwa na semina na wahusika ambao ni vijana, ulemavu, wazee, wakina mama. Nadhani hiyo mnajua. Kwa tunafanya vikeni, tunafanya semina, wanakwenda pale kata, anapewa semina kama ya wiki moja hivi. Baada pale wanaendelea na zile taratibu. Na haya itakuwa kama vile zamani, ndio maana kila mara kuna mabadiliko. Hata leo ukiona umeme huu, lakini ulianza na pekecha moto. Wakaona pekecha, sasa ndio moto huo. Kwa hiyo pia mimi namfurahi sana
sana sana kwa hiyo mikopo tu, kwa semina inayoendeshwa. Kwa watu wananchi wengi tunawahamasisha kwa ajili ya kupata mikopo, lakini waitumie kwa kile walichokopa. Kata ya Kikuyu Kaskazini katika kipindi cha miaka 4 ya Rais Daktari Samia imepokea jumla ya shilingi milioni 368,876,642. Samson Bahati, Sauti Yetu TV.